Naam bwana, karibu sana katika kipindi changu cha hekima maisha, na langu jina ni Emmanuel Joseph Sio. Na leo tunaenda kuzungumzia hekima moja muhimu sana kwenye maisha yetu haya ya kawaida. Na hekima hii tutaenda kuzungumzia kwenye kipengele cha kanuni ya kuomba. Kanuni ya kuomba. Unajua wakati mwingine unaweza kuwa kama mwanadamu wakati mwingine waga tunasahau kuomba. Tunasahau kabisa kuomba, ni kwamba hatuna haja ya kuomba, hatuna shida ya kuomba, lakini jambo moja niloligundua ni kwamba kila mtu aliyefanikiwa kwenye maisha katika eneo fulani huwa ana mpango na ratiba ya kuomba. Katika maisha yetu haya ya kawaida, katika utafutaji, katika masomo, katika maisha yote kiujumla, lazima ujifunze kuwa na ratiba ya kuomba. Ikumbukwe kwenye Biblia kuna watu waliomba. Akina Paulo waliomba mpaka milango ya gereza ikafunguka. Watu wengi sana kwenye Biblia waliomba. Kwa hiyo kama wengi waliomba, kwa hiyo kuwa na matarajio na imani ya kwamba kabisa kwenye eneo lolote ambalo unataka kufanikiwa lazima uwe mtu wa kuomba. Uwe mtu wa kuomba kabisa. Kuna magereza hayatafunguka kama hutaomba. Unaweza kuwa vizuri sana kiakili, unaweza kuwa vizuri sana katika nguvu ya maamuzi, lakini kama hutajikita katika kuomba, nothing will happen. Hakuna kitu kitatokea rafiki yangu. Hakuna kitu kitatokea ndugu yangu. Kwa lazima uwe mtu wa kujibidisha katika maombi. Tenga muda, omba, hata kimya kimya tu, omba. Huwezi jua nguvu iliyopo kwenye maombi, lakini nguvu iliyopo kwenye maombi huwa inafungua milango. Waliopo upande wa giza huwa wanaomba. Waliopo upande wa Mungu pia ni lazima wawe waombaji. Usione uvivu kuomba. Please. Jitahidi kuifanya akili yako kuzoea tabia ya kuomba. Omba kwa kitu chochote kinachokusumbua. Tenga muda wako, omba. Kwenye neno la kiuchumi, omba kwa sababu vita vya kiuchumi navyo vipo. Kwa lazima uwe mtu wa kuomba ili fedha ipate kuwa udhihirisho, ipate kuwa kitu chepesi kwako, na mafanikio ya kiuchumi yatakuwa very simple kwako, yatakuwa rahisi sana kwako. Bwana Mungu akubariki sana. Langu jina ni Emmanuel Joseph Sio. Mpaka wakati mwingine. Asante.